Jamii imetakiwa kujiwekea utaratibu wa kupima afya ya kinywa na meno mara kwa mara ili kujikinga na magonjwa hayo, huku wataalamu wa afya wakibainisha kuwa zaidi ya 76% ya wakazi wa kanda ya Ziwa wanakabiliwa na matatizo hayo. Wito huo umetolewa na Dr. Alicia Masenga, mkurugenzi wa hospitali ya rufaa kanda Bugando, wakati wa kilele cha maadhimisho ya wiki ya afya ya kinywa na meno yaliyofanyika hospitalini hapo, yaliyoambatana na upimaji wa magonjwa hayo pamoja na utoaji wa elimu na ushauri kuhusu afya ya kinywa na meno uliotolewa na madaktari bingwa wa meno na kinywa. Siku ya afya ya kinywa na meno duniani huadhimishwa kimataifa kila ifikapo tarehe 20 Machi kila mwaka. Lengo kuu la maadhimisho haya ni kutafakari hali halisi ya afya ya kinywa na meno kitaifa na kimataifa. Tanzania inaungana na mataifa mengine yote ulimwenguni katika kuadhimisha siku hii muhimu sana. Madhumuni ya maadhimisho haya ni kuzidi kuikumbusha jamii ulimwenguni popote kuendeleza mapambano dhidi ya magonjwa ya kinywa na meno. Pamoja na juhudi kubwa zinazofanyika kutoa elimu na uboreshaji wa huduma za kinywa na meno, uelewa wa jamii juu ya magonjwa haya umeendelea kuwa chini. Magonjwa ya kinywa na meno yamekuwa yakiathiri kundi kubwa la watu duniani. Inakadiriwa takribani watu bilioni 3.5 duniani wameathirika na magonjwa ya kinywa na meno. Na Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimeathirika kwa kiasi kikubwa. Magonjwa ya meno yanayoathiri watu kwa kiwango kikubwa ni kama meno kuoza, magonjwa ya fizi, uvimbe, majipu, upotevu wa meno, mpangilio mbaya wa meno na kadhalika. Kwa mjibu wa taarifa za utafiti uliofanyika Tanzania mwaka 2020, hali ya ugonjwa wa kutoboka meno ilikuwa 76.5%. Ndugu wananchi, zipo imani potovu zinazohusishwa na afya ya kinywa na meno. Imani hizi ni kama vile meno ya plastiki, kukata na kukeketa viungo mbalimbali vya mdomo kama vile kimeo, imani kwamba mama mjamzito hatakiwi kutibiwa meno na kadhalika. Imani hizi huja na madhara makubwa ya kiafya na huathiri kwa kiasi kikubwa jamii za watu wengi, hasa katika ukanda wa Ziwa Victoria. Kwa upande wake, Dr. Alex Elus ambaye ni msimamizi wa kitengo cha afya ya kinywa na meno katika hospitali ya rufaa kanda Bugando amesema kuwa katika kanda ya Ziwa zaidi ya 76% ya wananchi wanakumbwa na magonjwa ya kinywa na meno. Mimi naitwa Dr. Alex Elus, ni daktari bingwa wa magonjwa ya meno ambaye nimebobea kwenye magonjwa ya mpangilio wa meno, kitaalamu naitwa orthodontist. Zaidi ya 50% ya watu wote wanaokaa katika kanda ya Ziwa na maeneo mengine ya Tanzania wameathirika na magonjwa mbalimbali ya kinywa na meno. Tunaposema magonjwa ya kinywa na meno ni mengi, sio tatizo moja. Kuna magonjwa ya kutoboka meno ambayo ndio yameathiri watu kwa kiwango kikubwa, na tafiti zinaonyesha zaidi ya 76% ya watu wazima wameathiriwa na matatizo ya kutoboka meno. Lakini pia yako magonjwa ya fizi, yako magonjwa ya mpangilio mbaya wa meno, lakini ziko vimbe mbalimbali ambazo nyingine ni saratani ambazo pia zinaathiri watu wengi, hasa katika ukanda wa Ziwa na magharibi mwa Tanzania. Na watu hawa wote wanategemea sana huduma zinazopatikana katika hospitali ya kanda ya Bugando. Sasa sisi kwa kujua hilo, tumekuwa tukijipanga mwaka hadi mwaka kwa kuhakikisha tunatengeneza mazingira kwa kuwa na kliniki ambayo ni bora kabisa
lakini kwa kuhakikisha kuna kuwepo na vifaa mbalimbali na dawa ambazo zinatumika kutibu magonjwa mbalimbali ya meno. Na kwa sasa katika hospitali yetu tunatoa tiba mbalimbali ambazo sio kung'oa meno kama ambavyo imezoeleka, na kama ambavyo mmesikia, kung'oa meno sio tiba ya meno. Kung'oa meno sio tiba ya meno, na jino ambalo linastahili kung'olewa huwa ni jino ambalo kabisa kila kitu kimeshindikana, kwamba ni jino ambalo haliwezi kuzibika, ni jino ambalo haliwezi kuachwa likaishi kama ambavyo binadamu huwa anaachwa aishi. Nao baadhi ya wananchi walioshiriki katika kilele hicho akiwemo Joseph Kunyeti, Hussein Mohamed na Jitrude Edward wamesema ni muhimu elimu hiyo ikaendelea kutolewa mara kwa mara ili kuielimisha jamii kuhusu umuhimu wa kutunza afya ya kinywa na meno. Jina naitwa Joseph Tuguro Kinyeti, ni mkazi wa Igoma, mtaa wa Mkapa, wilaya ya Nyamagana. Baada ya kupata taarifa ya matangazo kupitia vyombo vya habari na gari la matangazo jana, imebidi nifike kwenye hospitali hii ya rufaa ya Bugando kwa ajili ya kuja kujiridhisha yale matangazo yaliyotolewa jana kwamba kutakuwa na madaktari bingwa wa afya ya kinywa na meno. Na nimefaulu kufika hapa, nikapewa somo kabla ya kupewa dawa. Tukapewa somo kwa ujumla kuhusu namna ya kutunza kinywa na meno, na tukasisitizwa kwamba tusifate maneno ya waganga wa kienyeji tunapokuta tumepata matatizo ya kinywa na meno. Tuanzie kwa madaktari, hospitali zinazotambulika ili kupata ushauri ambao ni sahihi. Na mimi hayo nimeyazingatia. Baada ya kufika hapa, nimehudumiwa na nimepewa dawa bure bila pesa yoyote. Kwa jina naitwa Jetuda Mwenge. Wa maadhimisho hii ya kinywa, nimeona wana ushauri mzuri madokta. Kwa kweli wametuzama vizuri, wametuangalia na kinywa, wametuangalia vizuri, wametupa na dawa na ushauri mzuri kwa kweli. Na ile tusiamini mambo ya kupeleka kwa waganga kwamba meno ya plastiki hayana tiba. Afya na meno iko mpaka kwa watoto wadogo mashuleni, kwa sababu wengi wanakula pipi, kutumia miswaki na dawa za meno. Wapate elimu zaidi, kwa sababu wengi tunaumwa meno, kinywa kinasumbua. Tuko tunakwenda kwenye mila potofu ambazo sio sahihi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.